ili kutano kati ya Maaskofu Katoliki Tanzania tarehe 10 Agosti 2026 lilikuwa ni ombi la Maaskofu Katoliki, na walifanya ombi hili katika kikao chao cha mwaka ambacho walikaa tarehe 18 mwezi wa 6. Walifanya maamuzi hayo kumuomba rais akutane nao, na hivi lilikuwa ni ombi la Maaskofu Katoliki Tanzania, na ndio walioomba, wala hawakuitwa, waliomba wamuone rais. Na hii ilifuatia waliomba mwaka jana. Kwa bahati mbaya rais alikuwa ana majukumu mengi, na waliomba muda ule ule, waliomba wakutane naye mwezi wa 8 kabla ya uchaguzi wa 2025. Rais kwa bahati mbaya akasema ratiba yake membana, hataweza kukutana nao. Lakini kwa kuzingatia yaliyotokea kwenye uchaguzi mkuu na hali halisi ambayo Watanzania wanayo ya kisiasa, mwaka huu maaskofu wakaamua tena wamuombe rais wakutane naye ili waweze kumshirikisha mtazamo wao juu ya hali tulionayo kisiasa nchini, kutokana pia na kwamba waliweka bayana kwamba ili tutoke katika hali hii inabidi kwenda katika kusimamia ukweli na vile vile kutakana msamaha, kusameheana na hata kuponya nchi. Kwa hiyo kwa Kiingereza tunasema to admit the truth and then reconciliation, healing the nation. Kwa sababu haya kadiri ya viongozi wetu wa dini mambo muhimu sana ambayo waliona wajadiliane tena, pamoja kwamba walitoa msimamo wao, tafakari yao walichokuwa wameamua mwaka jana tarehe 15 Novemba 2025. Walitoa mapendekezo yao na mawazo yao na kinacho kadiri ya wao wanavyoona inafaa kifanyike, lakini bado wakaona ni muhimu tena waongee na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa kweli wameshukuru sana kupokelewa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ameacha shughuli zake, amewapa mazungumzano ambayo yameenda zaidi ya saa 1.5. Kwa hiyo imekuwa ni mazungumzano mazuri kati yao, na wameweza kumshirikisha wao wanasema nini juu ya hali tulionayo ya kisiasa, na wamempa andiko rasmi ambalo lina kurasa kama 4 hivi, ambalo wamemkabidhi, wamemsomea lote na wakamkabidhi, na halina tofauti sana na lile tamko au ujumbe wao walioutoa mwaka jana mwezi Novemba tarehe 15 2025. Kwa hiyo tupenda wananchi wafahamu kwamba lilikuwa ni ombi la maaskofu, hawakuitwa, walienda wao wenyewe wakiona ni muhimu kwa taifa kufika mahali tuweze kukubaliana na kilichotokea ni kitu gani, tukilaani hicho hasa cha mauaji na uharibifu wa mali. Halafu basi maaskofu wanasema sasa tufike mahali tuponye nchi na mambo mengine yaendelee, na hayo yaliyosababisha watu waingie katika hali za kuandamana na nini, basi na yenyewe yashughulikiwe. Kwa ufupi niliweke hilo bayana, na tunapenda Watanzania wawe na imani kwamba ujumbe wa maaskofu tuna imani utafanywa kazi, na wawe na usikivu, waisikilize serikali inavyoelekea katika kutatua mkwamo wa kisiasa tulionao nchini. Hali ilikuwa nzuri kuzingatia kwamba rais mwenyewe ameridhia. Walipomwandikia barua walimpendekezea na tarehe, tunaomba tukutane na wewe Mheshimiwa Rais tarehe 10 mwezi wa 8. Akaridhia, akasema karibuni viongozi wetu wa kiroho, mfike hiyo tarehe, na tukafika. Tukapangiwa na saa kuanzia saa 5, na kweli mazungumzo ya mengi. Tumeingia pale kuanzia saa 5, tumetoka saa 7 na kitu. Kwa kwamba mazungumzo ni wazi yachukua saa 1 na kitu, na aliwasikiliza kwa makini na akawapa mawazo yake, na baada ya pale akaonyesha kwamba lazima washirikiane katika kuifanya nchi iweze kutoka katika mkwamo uliopo. Watu wako kwenye masikitiko, lazima wafike mahali watu watoke kwenye masikitiko, na haya yataongozwa, maaskofu wetu wamesisitiza lazima yaongozwe na ukweli, alafu kusameheana, reconciliation, na kuponya nchi. Kwa hivi mapokezi yalikuwa ya kindugu kabisa. Ni viongozi, huyu ni mkuu wa nchi, yeyote anapoapishwa lazima tumtii. Kiongozi anapoapishwa lazima tumtii. Kwa hivi viongozi wetu maaskofu wanamtambua huyu ndio mkuu wa nchi.
wanamtambua kwa ndio mkuu wa nchi, the fact kwamba aliapishwa kama mkuu wa nchi, na hiyo ndio namna ya kupata uongozi wa nchi. Na sisi katika maandiko matakatifu na hata katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunakiri kwamba lazima tuongozwe na serikali, na maaskofu walifanya hivi kwa makusudi mazima kwamba wao wana jukumu la kufundisha watu juu ya maadili yanayowasaidia watu kuwa na utu na kuishi kama wanadamu ambao wana mshikamano. Lazima watu waishi kindugu. Ni kazi ya maaskofu kufundisha, na hili hawahitaji kuomba ruhusa kwa mtu, wanalifanya. Ndio maana wanatoa matamko, wanatoa mahubiri. Sasa na wanapotoa matamko na mahubiri, kwa kweli huwa hawaingilii mtu, wanatoa tu kwamba sasa hivi jamani, tupendane, tuheshimiane, tusikilize wakubwa katika yaliyo haki, tufuate haki za binadamu. Haya wanafundisha viongozi wetu wa dini, na hichi rais hajakisema kwamba hakipo, kipo. Lakini pia tunajua hayo yaliyotokea tarehe 29 Oktoba 2025 ni kitu ambacho kwa kweli kimesononesha wengi, kimesikitisha wengi, na ni kitu ambacho kimeharibu kabisa mahusiano kati ya watu na serikali, kati ya watu na watu, na hatuwezi kuendelea na hili. Kwa hiyo lazima tufike mahali maaskofu wanasema kwamba lazima kurekebisha hii hali. Hatuwezi kuacha dhambi tutawale, lazima tutawaliwe na wema na upendo. Na hivi maaskofu wametimiza jukumu lao hilo, na katika kufundisha ibara ya 19 ibara ndogo ya pili inatamka bayana kazi ya kueneza mafundisho ya dini, yale ambayo watu wanapaswa kuyashika ili waishi vizuri, ni kazi ya dini yenyewe. Serikali haitajihusisha kwenye hayo. Kwa hiyo hayo yako bayana kabisa, na ndio maana hili waliloenda ni kama la kuona kwamba anayepaswa kusimamia haya ni nani. Wao walishafundisha tarehe 15 Novemba 2025 walitamka kitu gani kifanyike. Ni kama walikuwa wanafundisha. Kwa sababu alihusisha hayo na mafundisho ya dini. Mafundisho yao ya dini wanayoyasimamia. Lakini baada ya pale sasa yatatekelezwa lini? Ndio wanaanza sasa kuona wenye mamlaka ni serikali, wao hawana mamlaka. Lazima serikali ndio itusaidie kutekeleza hayo na kusimamia hayo. Na wenyewe ndio waliapa kuyasimamia hayo kadiri ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alafu hili ni swala ambalo vile vile Watanzania lazima kuelewa kwamba tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2023 Baraza la Usalama wa Taifa la Umoja wa Mataifa lilihimiza sana viongozi wa dini kushirikishwa katika kuhimiza kurejesha amani duniani kwa kusimamia haki. Wanasema ni imani kwa ajili ya kuheshimu haki za binadamu. Yaani viongozi wa dini wasimamie pia na wafundishe pia namna gani haki za binadamu zinatuunganisha dunia kwa kama ndugu, na hivi kufuta migongano isiyo ya lazima katika jamii, kufuta vurugu, maugomvi na vita na kadhalika. Kwa hivi viongozi wa dini wanatambulika katika Umoja wa Mataifa kwa mujibu wa hilo azimio la mwaka 2023 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Ni azimio namba 2686, liko bayana, ukienda kwenye mitandao utalikuta, linahimiza viongozi wa dini wana jukumu gani katika hilo. Kwa hivi maaskofu wetu pia wanatambua jukumu walilonalo katika jamii ya kimataifa, na kuna vitu ambavyo havigusi wa Katoliki tu. Hivi uhai wa mtu uliopotezwa mwaka jana ni uhai wa binadamu ambaye ni mtoto wa Mungu, na binadamu yeyote yule ni mtoto wa Mungu, awe mwema awe mwovu, ni mtoto wa Mungu, na aliye mwovu anahitaji kujirekebisha ili aweze kuwa katika mpango wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivi mazungumzo na rais alitambua kabisa kwamba viongozi wa dini wana nafasi yao katika kutoa ushauri, pamoja kwamba mamlaka yako kwenye serikali, maamuzi yako serikalini, lakini bado wana nafasi ya kufundisha, kushauri, na hivi hata kumuomba Mungu basi kwa pamoja hayo ya kibinadamu yasindikizwe pia na matashi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mahusiano yalikuwa mazuri sana kwenye hicho kikao.